Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika channel yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inaendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo ukiweza kushuhudia wananchi Young Africans leo hii kupitia moja kati ya watu makini kabisa anazungumzia Engineer Hersi Said, ameweza kutangaza orodha ya wachezaji ambao wanaondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Orodha ni kubwa kweli kweli, wachezaji ambao wanaondoka mwishoni mwa msimu huu baada ya kuweza kumalizika, ambapo Young Africans wametoa ubingwa. Licha kwamba wametoa ubingwa, lakini Young Africans imepanga kuweza kusafisha kikosi chake na kufanya usajili mkubwa kweli kweli, ambapo taarifa zinaweza kuwekwa wazi mapema hii leo, ambapo majina yameweza kuwekwa bayana ya wachezaji ambao wameondoka kwenye kikosi cha Young Africans, na tayari wameanza mmoja baada ya mwingine kupata chama ama kupata timu ambazo watakazo kwenda kuzichezea. Umeweza kushuhudia Prince Dube akitambulishwa huko kwao nchini Zimbabwe baada ya kuweza kufikia makubaliano ya kutokuendelea na kikosi cha wananchi Young Africans. Sasa wengine waliobaki ama walioingia katika orodha ya wachezaji ambao wanaondoka katika kikosi cha klabu ya soka Young Africans ni kina nani? Utakwenda kuwajua hapa mmoja baada ya mwingine, ambapo majina yameweza kuwekwa wazi hii leo. Utakwenda kujua kila kitu na sababu ambazo zinawafanya waweze kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Utakwenda kujua kila kitu, ila kabla tujaendelea kukujuza orodha hiyo, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka. Si wengine, tunazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans inaendelea kuweza kujikita kuhakikisha ya kwamba inakwenda kuboresha kikosi chake, ingawa kumekuwepo na watu ambao wanaondoka kwenye kikosi chao. Sasa Young Africans inapanga na kufanya mabadiliko makubwa kweli kweli kwenye kikosi chao. Kumbuka kwamba kuna wachezaji ambao wanapaswa kuweza kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka. Sasa taarifa ikufikie mwanamichezo kwamba klabu ya Yanga imepanga kufanya usajili mkubwa kwenye dirisha hili la usajili kwa ajili ya kuboresha kikosi chao kuelekea msimu ujao wa 2026-27. Kwa maboresho hayo, Yanga itaachana wachezaji wapatao 8 na kuendelea wa kigeni, ikiwemo wale ambao iliwatoa kwa mkopo wakati wa dirisha dogo la usajili. Wachezaji wanaoondoka kwenye kikosi cha Yanga ni pamoja na Prince Dube ambaye amemaliza mkataba na tayari ametambulishwa kwenye klabu yake mpya, ambapo mmeweza kushuhudia kila mmoja Dube akiweza kusaini kandarasi ya kuitumikia klabu hiyo ya nchini kwao huko Zimbabwe, ambapo inaelezwa kwamba makubaliano hayo yamefikiwa na mchezaji ameweza kuwaaga wananchi Young Africans na kwenda kutambulishwa huko kwao Zimbabwe. Hii inakuwa ni mwendelezo wa klabu ya soka ya Young Africans kuweza kuachana na wachezaji wake, lakini pia mtu mwingine ambaye anaondoka na kikosi cha Young Africans ni beki ambaye huyu alionyesha ubora mkubwa kweli kweli na kufanya makubwa katika msimu huu, ambapo anazungumzia Freki Asinki ambaye alisajiliwa kwa mkopo wa mwaka mmoja akitokea Singida Black Stars, hivyo anarejea kwenye klabu yake baada ya mkataba wa mkopo ndani ya Yanga kuweza kumalizika. Hivyo basi hatakuwa
kuwa tena sehemu ya kikosi cha wananchi Young Africans kunako msimu mpya ambao unaelekea. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba Lassine Kouma miongoni mwa viungo ambao walitarajiwa kuja kufanya makubwa kulingana na profile yake na namna ambavyo alivyokuwa akiweza kucheza huko alikotoka, alitabiriwa kuja kufanya mazuri kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, lakini mambo yameonekana kwenda tofauti, ambapo Lassine Kouma hatakuwa sehemu ya kikosi cha Yanga kutokana na kushindwa kuonesha kiwango kitakachosaidia kupata namba kwenye kikosi cha kwanza. Hivyo basi ni miongoni mwa kile ambacho kinachoonekana kwamba hatakuwa tena sehemu ya wananchi Young Africans. Lakini katika hatua nyingine inaelezwa kwamba Shadrack Kiboka anaondoka baada ya kumalizika mkataba wake, ingawa bado haijathibitishwa 100% kama ataongezewa mkataba au la, ambapo Shadrack Kiboka umeweza kushuhudia ubora wake. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wamesaidia klabu ya soka Young Africans kuweza kutoa ubingwa msimu huu kutokana na ubora ambao ameweza kuonyesha. Kuna mechi baadhi ambazo aliweza kuwashika washambuliaji na kuonyesha ubora mkubwa kwenye mechi hizo. Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji ambao pengine bado wanastahili kuendelea kuweza kubakia kwenye kikosi cha Yanga. Itategemea na maamuzi na uongozi wao watakuja na lipi katika haya ambayo wanakwenda kuweza kuyatazamia. Je, Boka anastahili kuondoka ama ni vipi? Maoni yako ni muhimu hapo, niandikie wewe unaonaje katika hili. Lakini mtu mwingine ambaye yupo katika orodha hii ya wachezaji ambao wanaachana na klabu ya soka Young Africans ni pamoja na Buba Jammeh. Anaondoka kwa sababu ya kushindwa kuonyesha kiwango kitakachomsaidia kupata namba kwenye kikosi cha Yanga licha kusajiliwa wakati wa dirisha dogo, hivyo atavunjiwa mkataba wake kwa taarifa ambazo zinaeleza. Huyu Buba toka ametoka kwenye kikosi cha Young Africans, unaweza kusema kwamba ni kama vile usajili ambao ukufanyika kimkakati, ama ni sajili ambayo ilitarajiwa lakini haikufikia malengo kwa kile ambacho kilionekana. Ni mchezaji ambaye anaonekana si wa daraja la klabu ya soka Young Africans kuwa na mchezaji wa aina hiyo. Lakini pia inaelezwa kwamba yule ambaye alipigiwa kelele Musa Bala Conte, yeye pia hatakuwa tena sehemu ya kikosi cha Young Africans, licha kwamba kwa sasa yupo kwa mkopo, lakini hata huko ambako yupo inaelezwa kwamba Young Africans hawako tayari kuweza kumrudisha kwenye kikosi chao. Kwa hiyo itabidi atafute changamoto nyingine sehemu pingine. Lakini pia kuna Celestine Ekua. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao inaelezwa kwamba naye pia katika yale matarajio alitarajiwa, lakini mambo ya kwenda sawa, tofauti na vile ambavyo wananchi Young Africans walivyokuwa wakiweza kuhitaji na kumpigia hesabu na namna ambavyo ilivyokuwa ikiweza kuonekana, lakini mambo hayakuwa upande wao. Lakini katika hatua nyingine Mohamed Doumbia, huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaonekana kuwa tishio huko waliko Afrika ya Kusini, na pengine Young Africans labda watafikiria kuweza kufanya marekebisho katika hilo, lakini tunasubiri kuweza kuona itakuwaje na itakuwa vipi. Lakini katika hatua nyingine Young Africans inaelezwa kwamba wote hawa hawatakuwa sehemu ya kikosi cha Yanga kutokana na viwango vyao kushindwa kuendana na falsafa ya Yanga, hivyo mikataba yao itasitishwa kulingana na kile ambacho kinachoendelea. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, niandikie unafikiri maamuzi ya kuacha wachezaji hawa yamefanyika